kuelekea iftari hii kwa mwezi mtukufu huu na tukiwa kwenye chungu cha 27, basi fursa hii ni kwetu wote. Mimi nikiwa kama mwanakamati, nikiwa mwenyekiti wa jasiriamali, tuko kwa pamoja hapa kwa shughuli yoyote ambayo iko kwenye eneo la tukufuturisha kesho. Tuko nao bega kwa bega, kama mnavyoona shughuli ni nyingi, maandalizi ni mengi mazuri. Kwa hiyo fursa hii hatuiachi, tuko nayo mpaka tutakapomaliza kukamilisha ibada hii ya iftari kesho. Kwa mara ya kwanza tukio kubwa, zaidi ya watu 1500 kwa wakati mmoja watakwenda kufuturishwa kwa hisani ya iftari ambayo inaratibiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda. Wajasiriamali nao wamechangamkia fursa hii, nao tayari wako hapa katika heka za maandalizi ya tukio hili kubwa katikati ya jiji la Arusha. Mama lishe tunakoga nyuma sana. Tunaonekana watu sio vipato vya chini, lakini mkuu wetu wa mkoa amezidi kutupa moyo na sisi pia tutafuturisha kesho. Ni wapishi katika iftari. Watu wangapi kesho mnatarajia kufuturisha? Watu 1500. 1500? Watu 1500. Mama ntilie mtaweza hii namba 1500 wengi hawa. Mkuu wetu wa mkoa ameweka dhehebu 2. Kuna Roman Catholic ambao na wenyewe wanafunga na wenyewe watakuwepo na eneo lao. Leo na sisi watu wa restaurant, mama ntilie, watu wa industry ya chakula tumepewa fursa kwa ajili ya kufuturisha siku ya kesho. Kwa hiyo hili itakuwa tukio kubwa katika jiji letu la Arusha, lakini na kwa ukanda mzima wa Mashariki au Afrika Mashariki, hili ni moja ya tukio kubwa sana katika jiji la kitalii Arusha. Na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya jiji la Arusha, mbele kabisa ya ofisi wa mkuu wa mkoa wa Arusha. Ni iftari kwa hisani ya ofisi wa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda, hapo kesho. Ya kwanza kwa ukubwa Afrika Mashariki, watu 1500 na ushe hivi kwa wakati mmoja watafuturishwa hapa. Bwana, mkibahatika kama ratiba yenu itakuwa inaruhusu, tutakuwa na watu 5000. Maana yake tumechukua hivi hapa wanakaa wote 5000, hao watakuwa wanaingia kutoka. Yaani unaona huko kote kutakuwa na tunaweka vile viti vya chini vile. Viti vya chini na zile taa zile za Kiarabu, kama huko Muscat. Karibuni sana. Wakati tunafurahi kuona. Lakini wakazi wa eneo la Arusha wanaitazama hii kama fursa kwao katika kujiendeleza kiuchumi na kimapato. Mimi ni Toto Kadoshi, mwandishi wa habari za hifadhi, utalii na mazingira, uwekezaji na biashara, na hapa ni jiji la Arusha, na hii ni Kadoshi TV. Kadoshi TV, always on time.